unapokosa mavazi, unaweza kuamini ya kwamba mavazi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha kuliko vitu vyote. Unapokosa chakula, unaweza kuamini ya kwamba chakula ndo kitu cha muhimu sana unachokihitaji sana kwenye maisha yako. Unapokosa elimu, unaweza kuamini kwamba elimu ni kitu kikubwa na muhimu sana kwenye maisha yako. Lakini vile vile unapokosa marafiki, unaweza kuamini ya kwamba marafiki ni kitu cha muhimu sana ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Lakini si hivyo, pia unapokuwa maskini, unaweza kuamini ya kwamba umaskini ndio kitu au ni tatizo kubwa sana ambalo linawakumba watu wengi katika maisha. Lakini sivyo. Sasa leo Kikoti Motivation tumekuletea mada mchanganuo, ambayo mada hii inasema ya kwamba umaskini si adui mkubwa kwa vijana kama ambavyo inasemekana katika jamii, kama ambavyo vitabu vingi vimeandika, kama ambavyo mashairi mengi sana yametungwa, kama ambavyo watu wengi sana wamesikika wakizungumza kwamba vijana wengi wanakumbana na changamoto ya umaskini, vijana wengi wana shida sana ya umaskini. Sivyo. Lakini shida kubwa ni nini? Sasa kama umaskini si adui mkubwa kwa vijana, sasa shida au adui kubwa ni nani ambaye adui mkubwa wa vijana? Sasa adui mkubwa wa vijana si umaskini, bali ni mtazamo wake. Sasa utazipata hoja ambazo zitakutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Hoja hizi zinazungumza kuhusiana na adui mkubwa wa vijana katika kizazi hiki tulichopo, ambapo ukimjua adui huyu na ukijua namna kupambana na adui huyu, basi itakusaidia sana kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na pengine itakusaidia sana uweze kufanikiwa. Yaani kuna kitu hapa unatakiwa kukigundua ili uweze kusogea. Yaani unatakiwa kukijua. Yaani vijana wengi sana hawajagundua kwamba maisha ya mtu hayabadilishwi kwanza na mazingira yake, ila yanabadilishwa kwanza na namna anavyojiona. Yaani kuna vijana wengi ambao wanaishi katika mazingira magumu leo, lakini wana ndoto kubwa sana. Lakini vile vile kuna vijana ambao hawana fedha nyingi leo, lakini wana akili yenye maono ya kesho. Lakini vile vile kuna vijana ambao wamepewa nafasi, wamepewa elimu, wamepewa uwezo, lakini bado wamefungwa na kitu kimoja ambacho ni mtazamo wao wenyewe. Ukweli ni kwamba umaskini unaweza kuwa changamoto, lakini mtazamo hasi unaweza kuwa kifungo kabisa cha maisha. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo, ila wanashindwa kwa sababu wamejiambia mapema, wamejiambia wao wenyewe kwamba eti mimi siwezi, eti mimi sina bahati, eti mimi nimetoka familia ya kawaida sana, kwa hiyo siwezi kufika mbali. Wamejiambia kwamba watu kama mimi huwa hawafanikiwi. Wamejiambia ya kwamba sisi kwetu hakuna mtu ambaye ashawahi kufanikiwa. Lakini leo nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba usiruhusu mazingira yako ya leo yaamue ukubwa wa kesho yako. Narudia tena, usiruhusu mazingira yako ya leo yaamue ukubwa wa kesho yako, kwa sababu historia imejaa watu waliokuwa na sababu nyingi sana za kushindwa. Yaani watu wengi walikuwa, yani kwenye historia ukiifuatilia, imejawa na watu waliokuwa na sababu nyingi sana za kushindwa, lakini walichagua kuwa na sababu moja tu ya kusonga mbele, sababu moja tu ya kufanikiwa. Unamkumbuka Martin Luther King Jr. ambaye aliwahi kusema ya kwamba imani ni kuchukua hatua ya kwanza, hata kama huoni ngazi yote. Yaani ngazi yote huioni, lakini chukua hatua moja tu iliyopo mbele yako. Hii ina maana gani? Wakati mwingine hauhitaji kuona kila kitu kikiwa sawa ili uanze. Unajua, vijana wengi wanasubiri mazingira mazuri, wanasubiri wapate pesa, wanasubiri wapate msaada, wanasubiri mtu awaambie kwamba wanaweza ndipo waanze kufanya. Lakini sivyo. Ukweli ni kwamba hauhitaji mambo yote yawe sawa. Unahitaji tu kuwa na hatua ya kwanza. Yaani unahitaji tu kuamua kwanza ndipo uweze kuanza. Sasa kuna hoja 5 ambazo unatakiwa kuzielewa ili
uweze kumshinda huyu adui ambaye si umaskini, bali ni mtazamo ambao unawatesa watu wengi, yaani adui mkubwa kuliko hata umaskini. Hoja hizi ni kama ifuatavyo. Hoja ya kwanza, kijana anapojiona mdogo, maisha yake pia huwa madogo. Yaani kabla hujashindwa na dunia, mara nyingi unakuwa umeshindwa ndani ya akili yako. Yaani akili yako ndo uwanja wa vita. Kadri unavyopambana kwenye akili yako kushinda, ndipo unaweza kushinda katika mazingira ya kawaida. Kwa hiyo ukijiona mdogo, lazima uwe mdogo. Kuna mtu mmoja anaitwa Omari, rafiki mkubwa sana wa kipindi hicho tulipokuwa tunasoma. Aliniambia kwamba ukijiona paka, utakuwa paka. Ukijiona huna akili, unaweza kuwa huna akili. Kamwe usijione mdogo, kwani hakuna deadline ya mafanikio. Kijana anaweza kuwa na wazo zuri sana la biashara, pengine akaona fursa, akaona changamoto katika jamii, lakini anaweza kufeli, akashindwa kufanya chochote pale ambapo atajiona ya kwamba, au atajiambia ya kwamba mimi sina mtaji. Watu wanaweza kucheka, watu wengine tayari wameshaanza, mwisho wake ni nini? Mbona kama siwezi kufanya, mbona kama hizi fursa watu washazitumia sana. Unajua mwisho wake wazo litakufa kabla halijapewa nafasi ya kuishi. Yaani utaua wazo lako ulilonalo ndani kabla hata halijaanza kuishi. Sasa hapa ukikutana na changamoto ya namna hii, tatizo sio uwezo, ila ni namna mtu anavyojiona, ni namna mtu mtazamo wake alionao. Steve Jobs aliwahi kusema kwamba muda wako ni mchache, ni mdogo sana. Yaani muda wako ni mchache, usiupoteze kwa kuishi maisha ya mtu mwingine. Usijilinganishe na mtu mwingine ambaye unakwambia huwezi. Usijilinganishe na mtu mwingine ambaye ameona ya kwamba we huwezi. Haihitaji mtu mwingine kukuona kwamba unaweza, bali unahitaji wewe mwenyewe ili kuweza kuanza safari ya mafanikio. Lucy Natasha ashai kusema ya kwamba you are somebody without their body and you don't need anybody's body to be somebody. Hoja ya pili ni kwamba mtazamo wako utaamua jinsi utakavyoziona changamoto. Kuna mwingine changamoto ataziona ni fursa, mwingine changamoto ataziona kwamba ni kikwazo cha yeye kufanikiwa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu anayesema nimeshindwa na mtu anayesema ya kwamba nimejifunza kitu kupitia kushindwa huku. Tatizo linaweza ikawa moja, watu wawili wote wakawa na tatizo moja, lakini wakawa na matokeo tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya mitazamo tofauti. Jack Ma aliwahi kukataliwa sana. Alishawahi kufanya interview na watu wengi, lakini wengine wote wakapata, yeye akakosa. Lakini hakukata tamaa. Ndio maana leo hii amekuwa mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba na anafanya vizuri sana. Hivyo usikate tamaa leo, kwa sababu unaweza ukapambana leo ukashindwa, lakini kesho inaweza kuwa kubwa. Lakini unaweza ukapata leo ugumu, kesho ukapata ugumu pia, lakini kesho kutwa ikawa ndio kuna mwanga wako. Usikate tamaa. Ugumu wako wa leo haupaswi kuiba ndoto yako ya kesho. Ndoto yako ya kesho inatakiwa kuwepo licha ya ugumu unaokumbana nao. Usikate tamaa, usilalamike, usisingizie mtu. Badilisha mtazamo wako kwa kuanza kujiona kwamba unaweza kufanikiwa. Kumbuka ya kwamba tatizo sio kwamba una changamoto. Tatizo sio kwamba hauna fursa. Tatizo ni pale unaporuhusu changamoto ikufanye uone huna uwezo. Yaani unajua moto unaweza kuchoma kitu kabisa kikaiva, kuchoma kitu pengine kikapotea, lakini moto huo huo unaweza kutengeneza kitu imara zaidi. Kwa hiyo changamoto zinaweza kukujenga, lakini pia changamoto zinaweza kukuvunja. Chaguo ni lako. Uchague changamoto ikujenge au uchague changamoto ikuvunje. Chukua hatua. Hoja ya tatu inatokana na swali ambalo nilijiuliza ya kwamba hivi ni kwa nini vijana wengi sana wana ndoto kubwa sana, lakini hawafikii ndoto hizo, ili hali uwezo wanao. Yaani uwezo unao na haufikii ndoto yako. Ni kwa nini? Sasa hoja inasema ya kwamba kijana mwenye ndoto bila hatua ni mtu anayeota tu. Yaani wewe kama una ndoto lakini haupigi hatua,
basi inabaki kuwa ndoto tu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mwenye ndoto na mtu mwenye maono. Mwenye ndoto ataona kitu anachotamani kitokee, lakini mwenye maono ataona kitu anapaswa kufanyia kazi, yaani ataona kitu ambacho anahitaji kufanyia kazi. Wengi wanapenda matokeo, lakini hawapendi mchakato unaozalisha matokeo hayo. Wengi wanataka matokeo, lakini hawataki kujifunza. Wengi wanatamani sana vitu vitokee, lakini hawataki kuyalipia gharama. Kesho yako haiwezi kujengwa na matamanio yako pekee, bali kesho yako inaweza kujengwa na maamuzi unayofanya leo. Kumbuka, hauwezi kubadilisha historia yako ya jana, lakini unaweza kufanya maamuzi leo ukabadilisha historia yako ya kesho. Usibaki kuwa na ndoto tu, anza kuifanyia kazi ndoto ulionayo. Ndiyo maana Mark Twain anakuambia kwamba miaka 20 baadaye utajilaumu sana kwa mambo ambayo hujayafanya leo kuliko mambo ambayo umeyafanya. Nyuma ya mafanikio kuna maamuzi magumu. Nyuma ya mafanikio kuna kujifunza kila siku. Nyuma ya mafanikio kuna kushindwa mara kadhaa. Nyuma ya mafanikio kuna kuvumilia wakati ambao hakuna anayekuona. Sasa maoni ya watu kuhusu uwezo wako, watu mapendekezo yao, namna watu wanavyotamka kuhusiana na mambo ambayo unakutana nayo, hayo yasiwe mipaka kwenye maisha yako, yaani yasiwe ukomo kwenye mapambano yako katika maisha. Endelea kupambana. Jitahidi kuanza na kile ulicho nacho. Jitahidi sana sana sana. Kama una simu unaweza kutumia kujifunza. Kama una akili unaweza kubuni. Kama una muda unaweza kutumia muda wako kujijenga na kujifunza zaidi. Kama una uwezo wa kujifunza, bado una nafasi ya kubadilika. Endelea kupambana, usikate tamaa. Hoja ya 4 ni kwamba bila nidhamu hakuna mafanikio. Yaani nidhamu ndilo daraja ambalo mafanikio hupitia. Jim Rohn ashai kusema ya kwamba daraja kati ya mipango yako au malengo yako na mafanikio yako ni nidhamu. Yani discipline is a bridge between your goal and your success. Morali, hamasa, motisha inaweza kukusaidia kuanza jambo, lakini nidhamu inaweza kukusaidia kuendelea kusonga mbele, kuendelea kufanya tena na tena hata kama unakutana na ugumu. Jenga nidhamu ya kuweza kupambana hata kama unakumbana na changamoto. Kumbuka ya kwamba uchungu wa nyanya chungu ndio utamu wenyewe. Kumbuka ya kwamba kila unachokifanya leo, kiwe kizuri au kibaya, kina matokeo baadaye. Yaani matokeo ya kesho yako yataamuliwa na namna unavyofanya leo. Jitahidi sana kuchunguza namna unavyoenenda na maisha unayoyafanya. Na kumbuka ya kwamba kama hautafanya kitu cha tofauti leo, basi siku zote utakuwa mtu wa kawaida. Yaani ili usiwe wa kawaida, unatakiwa kufanya kitu kisicho cha kawaida. Hoja ya 5 ni kwamba kijana anayejitambua ndiye anayebadilisha dunia. Yaani ili uweze kuibadilisha dunia, unatakiwa kujitambua. Yaani kabla ya kubadilisha chochote kile katika maisha, unatakiwa kuanza kubadilika wewe. Wewe ndio mtu wa kwanza kubadilika kabla ya kubadilisha hali ya maisha ulionayo. Mabadiliko huanza ndani ya akili ya mtu. Mabadiliko huanza ndani ya mtu mmoja anayesema ya kwamba ninaweza kufanya zaidi ya nilivyo sasa. Ninaweza kufanya zaidi ya hivi sasa. Kuna mtu mmoja anaitwa Anthony Kawage. Siku zote huwa ananikumbusha kwamba hivi unavyofanya sasa hivi, akili yako ndio imeisha hapo. Hauwezi kufanya zaidi ya unavyofanya. Jitahidi kufanya zaidi ya unavyofanya ili dunia iweze kukukumbuka. Unajua tatizo la vijana wengi wa sasa si kwamba hawana uwezo, ila ni kwamba hawajajitambua. Yaani wanaishi kuwafurahisha wengine, wanaishi kufuata kitu ambacho dunia inasema, wanaogopa kuonekana tofauti. Lakini ukweli ni kwamba kijana anayefanana na kila mtu hawezi kuleta kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Yaani jitahidi sana kuishi maisha ya tofauti, maisha ya kujitambua. Yaani usiruhusu mtu mwingine akuandikie historia yako. Yaani ishi maisha yako, ishi maisha yatakayokusababisha uweze kusogea mbele. Acha kusema huwezi, acha kusema hutafanikiwa, acha kusema hauna uwezo. Mtu anaweza kuona udhaifu wako leo.
Mtu anaweza kuona mapungufu yako leo, lakini hawezi kuona uwezo wako wa kesho. Mtu anaweza kuona mwanzo wako, lakini hawezi kuona mwisho wako. Hivyo endelea kupambana, endelea kupambana. Dunia inakuhitaji sana uendelee kupambana. Kabla hujamaliza kusikiliza ujumbe huu, hebu kumbuka ya kwamba uamuzi wako wa leo ndio utakaoamua maisha yako ya kesho. Yaani unavyozidi kuchelewa kufanya maamuzi ya kubadilika leo, ndipo unavyochelewesha hatima yako ya kesho. Yaani wewe kama bado una ndoto na unaishi leo, na kukumbusha jambo moja tu: wewe si mazingira yako ya leo, wewe si makosa yako ya jana, wewe si kushindwa kwako kwa jana. Anza kujiamini. Usisubiri dunia ikupe nafasi, jipe nafasi mwenyewe. Kesho yako ndo leo yako. Anza na ulicho nacho, kwa kuwa Mungu kutumia ulicho nacho kukupa ambacho hauna. Adui yako sio ukosefu wa fedha, adui yako sio umaskini, adui yako sio watu wanaokupinga, adui yako sio mazingira uliokulia, lakini adui wako mkubwa ni sauti ndani yako inayokuambia huwezi. Adui yako mkubwa ni sauti ndani yako inayokuambia hauwezi kufanikiwa. Adui yako mkubwa ni sauti ndani yako inayokuambia mazingira ulionayo ndio kikwazo chako. Adui wako mkubwa ni namna unavyojiona kwamba hauwezi. Sasa usiulize tu dunia itakufanyia nini, ila jiulize wewe utaifanyia nini dunia hii. Sasa amua leo, anza leo kuishi maisha yako halisi. Usiogope, nafasi ya kufanikiwa ipo kwako. Karibu Kikoti Motivation. Subscribe, comment, like, share. Hebu tuandikie kwenye comment umejifunza nini kupitia ujumbe huu.